Afrika tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na kikosi cha usalama cha Gaza kujumuisha nchi ambazo Israeli inaridhia, asema Rubio. Takribani watu 1400 wamedhulumiwa na makasisi nchini Italia, na kundi la waathiriwa linadai. Trump aonya Israeli haitaungwa mkono na Marekani ikiwa itanyakua ukingo wa Magharibi. Na rais wa Ecuador asema kuna mtu aliyejaribu kumtilia sumu. Naam. Na tumai ubweri wapi pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Kikosi cha usalama cha kimataifa kitakachowekwa Gaza chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano kitalazimika kuundwa na nchi ambazo Israel inaziridhia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Ijumaa wakati wa ziara yake nchini Israel. Rubio aliongeza kuwa mustakabali wa utawala wa Gaza bado unahitaji kufanyiwa kazi kati ya Israeli na mataifa washirika, lakini hauwezi kujumuisha Hamasa, akiongeza kuwa jukumu lolote linaloweza kutekelezwa na mamlaka ya Palestina bado halijaamuliwa. Takribani watu wapatao 1400 wamedhulumiwa na makasisi wa Kikatoliki nchini Italia. Katika kesi inayoripotiwa tangu 2020, kikundi cha waathiriwa kilidai siku ya Ijumaa na kuongeza shinikizo la maaskofu wa kukabiliana na shida ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikikumba imani kubwa zaidi ya Kristo ulimwenguni. Idadi hiyo isiyo rasmi ya Rete Bus, kundi kubwa zaidi la waathiriwa wa unyanyasaji wa kanisa nchini Italia, inatokana na walioyapitia waathiriwa. Vyanzo vya mahakama ya kesi imeripotiwa na vyombo vya habari. Mwanzilishi wa kundi hilo Francisco Zanardi amesema mkutano wa maaskofu wa Italia ambao uliokosolewa na tume ya kuwalinda watoto wa Vatican wiki iliyopita haukutoa maoni yoyote juu ya matokeo hayo. Msemaji amesema Papa Leo, ambaye alikutana na manusura na unyanyasaji wa kingono na makasisi kwa mara ya kwanza wiki hii, amefahamisha maaskofu wapya zaidi ya kanisa kutoficha madai ya utovu wa nidhamu. Mtangulizi wake hayati Papa Francis alilipa suala hilo kipaumbele katika utawala wake wa upapa wa miaka 12 na matokeo yakawa mchanganyiko. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali zaidi kwa Israeli kuhusu mipango yake ya kunyakua ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akisema kwamba hatua hiyo itasababisha kutoungwa mkono na Marekani hata kama utawala wake ulijaribu kusitisha vita vyake huko Gaza. Matamshi hayo yaliyochapishwa Alhamisi na jarida la Time ilitokana na mahojiano ya Oktoba 15 yaliyofanyika siku chache baada ya mapatano ya Gaza yaliyosimamiwa na Marekani kuanza kutekelezwa. Rais wa Ecuador amesema mtu alijaribu kumtilia sumu kwa kuweka kemikali 3 ya kiwango cha juu kwenye chokoleti na jamu. Daniel Noboa amesema timu yake ina ushahidi wa kudhibitisha madai hayo, ingawa bado hajatoa ushahidi wowote hadharani. Kiongozi huyo wa Amerika Kusini alifahamisha shirika la habari la CNN Alhamisi kwamba anaamini kuwa haiwezekani kwamba kemikali hizo 3 zimepatikana zikiwa na viwango vya juu katika vitu vyote vya kwa bahati mbaya. Maoni yake yanawadia kufuatia mapigano makali nchini Ecuador kuhusu kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta chini ya urais wake. Mwanasiasa huyo wa mrengo wa kati ametoa amri ya msako wa kijeshi dhidi ya magenge ya dawa za kulevya, lakini pia amekabiliwa na shutuma za kuwalenga waandamanaji. Waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC
wameelekezwa nchini Tanzania kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Hata hivyo, inafuatia mwaliko wa serikali ya Tanzania ambao ni sambamba na maagizo ya baraza la EAC linalohitaji jumuiya hiyo kufuatilia uchaguzi wa nchi zote wanachama. Kiongozi wa ujumbe huo ambaye pia ni makamu rais wa zamani wa Uganda, Daktari Spensiosa Wandira Kazibwe, alizungumza na wakati wa uzinduzi wa misheni hiyo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa EAC Mheshimiwa Veronica Nduva amesema kuwa misheni hiyo itatoa taarifa ya awali muda mfupi baada ya uchaguzi, ikifuatiwa na ripoti kamili ya mwisho. Waangalizi pia watakuwa na fursa ya kutangamana na washikadau wa uchaguzi, kufuatilia shughuli za kampeni za mwisho na kufuatilia shughuli hiyo inayoendelea katika vituo vya kupiga kura, upigaji kura, uhesabu wa kura na shughuli za utangazaji matokeo ya uchaguzi. Uchaguzi mkuu wa Tanzania utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba, ambapo raia watakuwa na fursa ya kumchagua rais, wabunge na madiwani. Waziri Mkuu wa Israel Keir Starmer atawasihi washirika wa Ukraine kuipatia nchi hiyo silaha za masafa marefu zaidi kushambulia Urusi. Rais Zelensky anatembea Uingereza leo. Starmer atakuwa na mwenyeji wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na kile kinachoitwa muungano wa walio tayari unaojumuisha zaidi ya washirika 20 wa Ukraine ambao wameahidi kutoa ulinzi wa kiusalama kwa Kiev mara tu usitishwaji vita utakapokamilika. Zelensky amekuwa akiomba kwa wiki kadhaa apewe silaha zaidi za masafa marefu kutoka magharibi, hatua ambayo Urusi imeonya kuwa itaongeza mzozo huo. Kiongozi wa Ukraine anasafiri kutoka Brussels ambapo alikutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya siku ya Alhamisi kutafuta msaada wa kifedha. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Katika awamu yetu ya pili tutakuwa tunashirikiana na shirika la DW ambapo ni washirika wetu wa matangazo yetu ya mbashara. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chao kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Marekani na mataifa mengine yanapaswa kuchukua hatua zaidi kuishinikiza Israeli kusitisha ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza. Akiwa njiani kuelekea kutoka Oman, Erdogan amesema kundi la Hamas linaheshimu makubaliano hayo na kwamba Uturuki iko tayari kuunga mkono kikosi kazi kinachopangwa kwa ajili ya Gaza. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua nzuri zimepigwa katika utekelezaji wa mpango wa amani wa Marekani kwa Gaza na kueleza matumaini kwamba mazungumzo hayo yataendelea kuleta matokeo chanya. Zaidi ya watu milioni 21 wanahitaji msaada wa kibinadamu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni idadi ya karibu ambapo umusi moja ya watu. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Oxfam nchini Ufaransa. Shirika hilo limesema Kongo inakabiliwa na mojawapo ya majanga makubwa yaliyosaulika ya kibinadamu duniani na kwamba hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Oxfam pia imesema unyanyasaji wa kijinsia umefikia viwango vya kutisha, na huku mwanamke mmoja akibakwa kila baada ya dakika 4. Hata hivyo, licha hali hiyo ya dharura, msaada wa kimataifa unapungua. Oxfam imesema katika muda wa mwaka mmoja ufadhili wa misaada muhimu umepungua kwa thuluthi 2 nchini Kongo, na imelihimiza kongamano la kimataifa kuhusu kanda ya Afrika ya maziwa makuu tarajiwa kufanyika nchini Ufaransa Oktoba 30 kuchukua hatua zaidi ya matamko ya nia. Waziri wa uchumi wa Ujerumani Katharina Reiche amewasili nchini Ukraine leo pamoja na ujumbe wa kibiashara kuahidi msaada wa Ukraine wakati wa msimu wa baridi unaokuja. Baada ya kuwasili katika mji mkuu wa Kiev, Reiche amefahamisha waandishi wa habari kwamba katika msimu huo wa baridi watafanya kila wawezalo kuhakikisha Ukraine inajikimu vyema. Amesema watasaidia kujenga upya miundombinu ya nishati
na kubadilisha vifaa vinavyoharibiwa pamoja na kikosi kazi chake ya kifedha na kiuratibu kwa ushirikiano wa karibu na wasambazaji wa nishati wa Ujerumani na Ukraine. Ameongeza kuwa tangu mwanzo Urusi ililenga kwa makusudi mifumo ya usambazaji wa nishati ya Ukraine katika jaribio la kuwahujumu raia wake. Raiche amesema Ujerumani pia itatoa fedha zaidi kwa ajili ya ununuzi wa gesi asilia. Ni taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunajiandaa moja kwa moja kuungana na DW ambapo ni washirika wetu wa matangazo ya mbashara. Awamu ya pili ni sehemu ya ripoti, uchanganuzi, vile vile na makala. Asasi za kiraia katika jimbo la Kivu Kusini nchini Kongo zimeitaka serikali mjini Kinshasa kuchukua hatua za dharura kurejesha usalama mashariki mwa taifa hilo. Mfumo wa mashauriano ya mashirika ya kiraia wa Kivu Kusini umeilaumu serikali kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya kusitisha vita. Mitima Delanchez na taarifa hiyo kwa kina kutokea Bukavu. Kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya kusitisha vita na hatua za kujenga imani kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23. Taarifa hiyo pia imeonyesha wasiwasi kuhusu ukosefu wa uwazi katika makubaliano ya Kongo na Marekani kuhusu madini adimu na ardhi, na vitendo vya chuki na ukabila vinavyozidi kuibuka pamoja na hali ya sintofahamu kisiasa. Mick Mutiki, mwenyekiti wa mfumo huo wa mashauriano, ameitaka serikali na pande zote zinazohusika katika mzozo kuchukua hatua za dhati za kulinda demokrasia na kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2028 yanafanyika kwa uwazi na kwa wakati. Inaonekana kuna giza, tukifika mwaka kesho hatujaanza kutayarisha pia uchaguzi, tutafikisha 2028 hatuna viongozi halali, ijapokuwa tutajikuta tuko katika vita. Baada ya makubaliano yaliyosainiwa mwezi Juni kati ya Kongo na Rwanda chini ya upatanishi wa Marekani, wananchi wengi walitarajia maendeleo katika juhudi za kuleta amani ya kudumu kupitia mazungumzo kati ya serikali na kundi la AFC M23. Hata hivyo, hali ya mashaka bado imesalia. Eritie Zahinda, mwanaharakati wa asasi inayofuatilia shughuli za bunge na uongozi bora, kwa kifupi OBAPEJ, amesema wananchi wamepoteza imani kutokana na ukosefu wa uwazi na utekelezaji hafifu wa makubaliano hayo. Wale ambao wanaokuwa madarakani hawajaonesha moyo mwema wa kutayarisha uchaguzi ndani ya nchi ya Kongo. Naye Bi Rahmat Katunda, mkazi wa Bukavu, anasema uchaguzi wa mwaka 2028 unaweza kufanyika tu endapo serikali na makundi hasimu watakubali kukaa meza moja ya mazungumzo kabla ya uchaguzi huo. Ile mazungumzo itatuma tujue ukweli wa mambo. Wakati huo huo, taasisi ya Auckland kupitia ripoti yake ya hivi karibuni imeshutumu makubaliano kati ya Kongo na Rwanda, ikisema ni ujanja wa Marekani wa kudhibiti madini muhimu ya Kongo. Ripoti hiyo yenye kichwa kisemacho utapeli kukimbilia madini muhimu nchini Kongo inadai kuwa Marekani imeshiriki kwa kiwango kikubwa katika biashara haramu ya madini ya coltan ambayo yanasafirishwa kwa njia ya magendo kutoka Kongo kwenda Rwanda. Taasisi hiyo imeeleza kuwa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini Juni 27 mwaka huu ni sehemu ya mikakati ya Marekani kuipa Rwanda fursa ya kunufaika na rasilimali za Kongo, hatua inayotajwa kuwa imekuwa ikiendelea kwa miongo kadhaa. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. Asante sana Mitima de la Chance ukiwa maeneo ya Bukavu kule DRC. Wagombea uchaguzi wa urais nchini Ivory Coast wamefanya mikutano ya mwisho ya kuhitimisha kampeni. Watu milioni 8.7 wamejiandikisha kupiga kura katika uchaguzi huo wa Jumamosi Oktoba 25. Unakutanisha vyama vine dhaifu vya upinzani vitakavyopambana na Rais Alassane Ouattara anayewania awamu ya 4 ya urais.
Lilian Mtono na taarifa zaidi. Tara akisaka awamu ya 4 ya urais. Watu milioni 8.7 wamejiandikisha kupiga kura kwenye uchaguzi huo unaokutanisha pia vyama vinne dhaifu vya upinzani vitakavyopambana na Ouattara. Maelfu ya wafuasi wa Ouattara walikusanyika leo katikati mwa mji wa Abidjan baada ya kusherehekea mitaani jana Alhamisi. Na kwenye mkutano huo wa kuhitimisha kampeni uliofanyika katikati ya mji mkuu Abidjan, kiongozi huyo mwenye miaka 83 alisema, tumeimarisha Ivory Coast. Taifa hili limeshuhudia ukuaji usio wa kawaida tangu mwaka 2011 na ni lazima liendelee hivi. Ni lazima liendelee kwa angalau miaka 5 ijayo ili kupata fursa ya kuboresha pale tuliposhindwa. Wagombea wengine pia walielezea sera zao kwa mara ya mwisho mbele ya wafuasi wao. Mke wa rais wa zamani Simone Bagbo alifanya mkutano wake wa mwisho katika eneo la Aboisso mashariki mwa nchi hiyo, huku waziri wa zamani wa biashara Jean-Louis Bion naye akifanya kampeni zake za mwisho huko Bouake katikati mwa nchi. Wachambuzi wanasema wagombea hao hawana nafasi yoyote, na hasa kwa kuwa wapinzani wawili wakubwa, Tidjane Thiam wa chama cha PDCI pamoja na rais wa zamani Laurent Gbagbo wa chama cha PPACI wakiwa wameenguliwa kwenye uchaguzi. Siku ya Jumatano, Gbagbo ambaye sasa ni mpinzani aliitaja kura hiyo kama mapinduzi ya kiraia, huku akielezea kuwaunga mkono wale wanaopinga wizi wa kura. Amesema hayo kwenye mahojiano na chombo cha habari cha AFO, na kwa pamoja wawili hao wametoa wito wa maandamano ambayo yamezuiwa na serikali inayosema yatasababisha vurugu kwa umma. Vikosi vya usalama vipatavyo 44,000 vimemwagwa kote nchini humo tayari kuyadhibiti maandamano ikiwa yatafanyika kwenye maeneo ya upinzani yaliyoko kusini na magharibi mwa nchi. Shughuli kwenye mji huo mkuu zimezorota kwa kuwa maduka kwenye maeneo mengi yamefungwa kutokana na hofu ya kuzuka kwa machafuko. Mitaa ya Abidjan imetawaliwa na mabango yenye picha za Ouattara, huku mabango ya wapinzani yakiwa ni machache mno, hii ikichukuliwa kama ishara ya rais huyo kushinda tena kwenye uchaguzi wa kesho. Uchaguzi huo wa rais wa Oktoba 25 kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi unafanyika baada ya muongo mmoja wa utulivu kiasi kufuatia mgogoro wa baada ya uchaguzi wa 2010-2011 uliosababisha vifo vya maelfu ya watu na taifa kugawanyika. Licha ya hayo, taifa hilo linalotambulika rasmi kama Cote d'Ivoire tangu wakati huo limekuwa na ukuaji mzuri wa uchumi, ingawa mivutano ya kisiasa ingalipo. Asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo kutokea Cote d'Ivoire. Ni Afrika leo jioni, vile habari za dunia. Waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wamewasili Tanzania. Ujumbe huo umesema jukumu lake ni kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na uwazi. Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza Oktoba 29 kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa. Watu wapige kura. Nzima tulikuwa na kazi ya kuwafuata watu waliko, tumewafuata, tumekutana nao na tumewaambia yale ambayo tulihitaji kuambia. Wametuelewa na kuyapenda. Tunapata feedback zao kutoka mitandaoni na watu wenyewe tunapoongea nao wanatuelewa na kuona kwamba kwa kweli wanatupokea vizuri na kwamba kampeni zinaendelea vizuri. Kwa jinsi ambavyo unazungumza, ungeweza kusema kwamba chama cha CUF kinaweza kuwa kweli na ushawishi na kujikingia kiasi kikubwa cha kura, kiasi cha kuweza kutoa upinzani wa maana kwa chama tawala? Chama cha wananchi kafu kina upinzani mkubwa kwa chama tawala, na kimsingi kama haki ya vyombo vya dola, tume ya uchaguzi, wakisimamia haki zinazohitajika za kisheria za uchaguzi na kuhakikishia kwamba mimi nitakishinda Chama cha Mapinduzi. Unazungumza lakini ni kana kwamba huna uhakika kuhusiana na swala hilo la haki na uchaguzi huru. Kwa sababu vyombo vinavyotumika pale si vyombo ambavyo vinaongozwa na rais wa Chama cha Mapinduzi na yeye ni mgombea. Kwa hivyo inawezekana haki isitendeke kwa sababu ya ukweli tu kwamba tume iliyopo sio huru kiasi hicho, kwa sababu yote ni wateule wa rais. Sasa kuna mambo mengine ambayo ni ya msingi zaidi yanaweza yakawa yamefosiwa na mgombea mwenyewe, kwa sababu tunaona wazi kabisa mpaka sasa hivi Chama cha Mapinduzi kimeendesha kampeni zake kwa kulazimisha watu, sio kwa kuwaonyesha watu kwamba watu wanakipenda. Hapana, kinalazimisha mazingira
ya ushindi. Hayo ni madai Mheshimiwa Gombo ambayo unayatoa, lakini sidhani kama una uthibitisho wowote. Uthibitisho upo. Kama mtu unambeba kwenda kwenye mkutano wako wa hadhara, maana unamlazimisha kwenda kukusikiliza. Kama mtu unafanya vitu vya namna hiyo, una shida gani ya mpaka ufanye vitu vya namna hiyo? Kama unajua kwamba watu wanakupenda, unaogopa nini mpaka ufikie hatua ya kufanya vitu vya namna hiyo, kama una uhakika wa ushindi na vyama ambavyo unashindana navyo unaamini kwamba havina nguvu? Kwa hali ilivyo hivi sasa nchini Tanzania, na wewe umesema kwamba umezunguka nchi nzima kuzungumza na Watanzania, unaona nini katika siku ya uchaguzi? Unaona kwamba watu watajitokeza kwa wingi, wafuasi wenu watajitokeza ili kupiga kura? Mimi ninachoamini kwamba watu watajitokeza, pamoja na vile vitisho vinavyojitokeza zaidi vya watu kuambiwa kwamba wasiende kupiga kura, waandamane. Vitu hivyo vinasemwa mpaka sasa hivi. Sasa kwa watu ninavyoangalia, mimi naamini kwamba Watanzania watakwenda kupiga kura, na ninawashauri waende wakapige kura, kwa sababu hakuna option nyingine nzuri ya kukiondoa Chama cha Mapinduzi zaidi ya kwenda kupiga kura. Hivi vitisho ambavyo unavizungumzia, ambavyo unavitaja kwamba vipo, vinakutia wasiwasi wewe binafsi kama mgombea wa Chama cha Wananchi CUF? Mimi havinitii wasiwasi, isipokuwa tu mimi ninachoangalia ni kwamba kama tumeweza kufanya mambo yote kwa amani, kwa nini tusimalizie kwa amani? Na kwamba kama kuna mabadiliko wa Tanzania tunayataka na option ya kuyapata mabadiliko kwa njia ya amani ipo, kwa nini tusitumie hiyo option ambayo ni nzuri? Asante sana. Nazidi kusonga mbele, ni taarifa ya habari, vichanganuzi na vile vile ripoti na makala, ambapo nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu jioni hii, ambapo ni Afrika Leo Jioni, habari za dunia, na shirikiana na shirika la DW kwenye matangazo yetu ya mbashara. Na kwingineko tunajiunga na Florence Majani akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Siku ya kupiga kura au wale watakaohamasisha ulinzi wa kura baada ya kupiga kura, likisema kitendo hicho ni kinyume cha sheria. Kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema jeshi hilo limejipanga kikamilifu kukabiliana na yeyote atakayejihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani siku ya uchaguzi. Oktoba 29 ni haki ya watu kufanyaje? Kupiga kura. Watu wanatakiwa wakachague watu wanaowataka. Hiyo ni haki ya kikatiba. Wewe unaleta haki nyingine ya kuvunja haki nyingine, kwamba sisi tutakuwa barabarani. Maana yake ukiwa barabarani watu wasiende, si ndio? Sasa sisi law enforcement agencies kazi yetu ndio kuhakikisha kwamba pamoja na haki yako kushoto, haki yako kulia, lazima ujenge tabia ya kuthamini haki ya mtu mwingine. Kamanda Muliro ametoa kauli hiyo leo jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano maalum la vijana wa vyuo vikuu lililokuwa na kauli mbiu isemayo nafasi ya wanavyuo katika kukuza amani wakati wa uchaguzi mkuu. Kongamano hilo vijana kutoka vyuo mbalimbali kujadili mchango wao katika kudumisha amani wakati wa uchaguzi. Wakati huo huo, waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki tayari wamewasili nchini kwa ajili ya kufuatilia na kusimamia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Hatua hiyo inafuatia mwaliko wa serikali ya Tanzania ambao ni maagizo ya baraza la EAC linalohitaji jumuiya hiyo kufuatilia uchaguzi wa nchi zote wanachama. Akizungumza na wanahabari leo, kiongozi wa ujumbe huo ambaye pia ni makamu wa rais wa zamani wa Uganda, Dr. Specioza Wandira Kazibwe amesema, kimoja baada ya kingine na kwenda kuangalia haya yote na kusema sawa, hapa mmefanya vizuri, hapa mnahitaji kuimarisha. Lakini sipo hapa kuwaongoza watu wa Tanzania. Ninakwenda kuangalia na timu yangu nini kile tulichokiona. Kwa upande wake, katibu mkuu wa EAC Veronica Nduva amesema misheni hiyo itatoa taarifa za awali muda mfupi baada ya uchaguzi na baadaye ripoti kamili ya mwisho. Katika hatua nyingine, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza tarehe 29 Oktoba kuwa siku ya mapumziko ili kuwawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika kupiga kura. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani ukiwa Dar es Salaam kwa taarifa hiyo, ambapo ni hatua ya kujiandaa kuelekea uchaguzi ambao ni tarehe 29 mwezi huu
wa 10 mwaka huu wa 25. Na wakati huo basi, msikilizaji, hatua nzuri hii ambapo tunakuomba simama kituo hiki cha idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mechi za Bundesliga zinaendelea leo ambapo Werder Bremen ina miadi na Union Berlin katika dimba la Weserstadion. Bremen wamesimama katika nafasi ya 12 kwenye msimamo wa ligi wakiwa na alama 8, huku Union Berlin wakiwa nafasi ya 9 na alama 10. Kwamba Werder Bremen sasa hivi inatafuta ushindi wa nyumbani baada ya matokeo naweza kuyaita ya kusuasua katika wiki za hivi karibuni. Lakini kwa upande wa Union Berlin nao, wao kama utakumbuka vizuri msimu uliopita wa kufana naweza kusema, lakini sasa hivi wanajaribu kurudi tena kwenye kiwango cha msimu uliopita baada ya kupoteza mechi kadhaa. Natarajia kwamba utakuwa ni mchezo mgumu kwa timu zote mbili. Timu zote hizi naamini kabisa kwamba zinajaribu angalau kumaliza kuanzia angalau namba 6 hadi namba 8 hivi ili wapate nafasi ya kucheza mechi za Ulaya. Kuna pambano muhimu sana kesho kwa Bayern Munich, mabingwa hawa wa Bavaria ambao wanaakalia kigoda cha Bundesliga, wakicheza ugenini huko Borussia Park dhidi ya Borussia Mönchengladbach. Ni nafasi ambayo wanayo kuweza kutanua mwanya zaidi na kuiacha mbali kabisa timu ambayo imekalia nafasi ya pili, RB Leipzig. Mpambano huu unauzungumziaje? Josephat, Bayern Munich msimu huu ni moto wa kuotea mbali. Borussia Mönchengladbach iko mkiani kabisa, inaburuza mkia kwenye jedwali la Bundesliga. Lakini kwa upande wa Bayern Munich imecheza mechi 12 katika michuano yote, kwa maana ya michuano ya ndani ya ligi na michuano ya nje ya ligi, na haijapoteza mechi hata moja. Sioni kwa namna yoyote ile kama Borussia Mönchengladbach itakuwa wa kuzuia mashambulizi ya kina Harry Kane, Luis Diaz, kina Michael Olise. Na hisi kabisa kwamba hili pambano Josephat, hamna huenda likawa ni pambano la kushuhudia magoli mengi. Si ajabu Bayern Munich ikapata zaidi ya magoli 5 katika mechi hii ya kesho Jumamosi. Na bila shaka dakika 90 ndizo ambazo zitaamua. Na Borussia Dortmund nao watakuwa wanacheza nyumbani Signal Iduna Park dhidi ya FC Cologne. Ni mechi ambayo ina umuhimu mkubwa sana kwa Cologne ambao wanajitahidi sana kuonyesha uwezo wao mkubwa tangu walipopanda daraja, na msimu huu wameonyesha uwezo mkubwa sana wakitaka kuendelea kucheza katika ligi kuu ya Bundesliga. Hawa Cologne unawazungumziaje wanapokwenda kucheza ugenini Signal Iduna Park? Bila shaka Cologne msimu huu kidogo inacheza tofauti na jinsi ilivyozoeleka. Lakini kumbuka huyu Borussia Dortmund weekend iliyopita aling'atwa na Bayern Munich katika pambano la Der Klassiker. Kwa hivyo atakuwa anaingia katika pambano hili kujaribu kutafuta matokeo mazuri. Kwa hivyo naamini wataanza kujituma kuanzia dakika ya kwanza ili kuonyesha kwamba lile pambano la Der Klassiker walipoteza mwelekeo kidogo, waliteleza lakini hawajaanguka. Sidhani kama FC Cologne safari hii itatoka na alama za kufurahisha katika Signal Iduna Park. Sidhani kama watatoka na chochote kitu. Babu Abdalla, kama nilivyozungumza naye kuhusu mechi za Bundesliga za mzunguko wa 8. Asante sana hapo hivi Josephat Charo na Babu Abdalla kwa uchanganuzi huo. Msikilizaji, tunakuomba simama kituo kipi idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa ili tufikie malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Wakati huo vile vile unaweza tuma mchango wako kupitia PayPal ambapo una search na email ambayo ni cantona.online254@gmail.com
cantona.online254@gmail.com. Hiyo ni PayPal search ambayo una search email, una search na email kwa PayPal pale cantona.online254@gmail.com. Wakati huo basi unaweza vile vile tembelea eneo la Facebook yetu ambapo kuna link pale itakayokuelekeza katika hatua ya kuweza kutuma mchango wako. Tuelekee kwa navumba kwenye mitandao ya kijamii ambapo Josephat Charo na Najat Omar ndio waelekezi. Kwa makini na zawadi zinatolewa kwa watu ambao wana migogoro nao. Lakini deni limfanya mtu mpaka auwe watu wengine kwa sababu ubinadamu umepungua sana, Charo. Dunia imebadilika kabisa. Kwenye kurasa zetu za Instagram na Facebook kuna video inayomuonesha mgonjwa mmoja akiwa ndani ya chumba cha upasuaji akiwa na tarumbeta kwenye hospitali ya King College huko nchini Uingereza wakati akiwa anafanywa upasuaji. Itakuwa ni mmoja kati ya watu ambao yeye anaamini kwamba kupuliza zumari ama tarumbeta ni hali ambayo ingempa nafuu na upasuaji uliendelea salama. Sasa maoni ya watumiaji wetu wa Facebook na Instagram, kwa mfano Modichina anasema ili uweze kupiga zumari kama hilo inategemea na matibabu gani unafanyiwa, si kila mtu anaweza kupiga Mbaga. Charles anasema hiki chumba kinaweza kukupa furaha au huzuni, wakati mwingine pengine alikuwa anaona ni siku yake ya mwisho, akizungumzia chumba cha upasuaji. Tusome ujumbe wa msikilizaji. Haya, asante sana. Katika Facebook na Instagram namuona hapa Paul Peter Tendwa Kaliua akiwa kule Tabora, Tanzania. Anasema hongereni sana wagombea wa kiti cha urais huko Ivory Coast kwa kuhitimisha kampeni na mfanya uchaguzi wa amani. Smart Book, kuminywa kwa demokrasia kunaendelea kushamiri chaguzi za Afrika. Alassane Ouattara anatafuta awamu ya 4 huku chama kikuu cha upinzani kikiwa hakishiriki uchaguzi. Marco Nyanda wa Izumba, Tanzania, na ifuatilia kiuzuri sana DW kwa habari zote. Sadiga Gambo, sichoki kuwa shabiki wa CCM, natafuta ugali wa familia yangu, Oktoba 29 tutapiga kura, asante. Lucas Zabron wa Mwanza, Tanzania, kila laheri DW Kiswahili katika matangazo jioni, tuko pamoja hadi tamati, asante kwa kuungana nasi. Flown Mgeni anasema Umoja wa Ulaya hali mbaya hadi wanatamani wazitumie mali za nchini Urusi. Sarila Shaibu, mzee Trump maneno yake sifuati na matendo yake. Tumemjua kwamba yeye ni kigeugeu na hawezi kuzuia ujenzi wa Israel huko ukingo wa magharibi. Maneno ya Trump ni changamoto. Danganya toto. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, kwa nini misaada hiyo inayojadiliwa kuhusu Ukraine uwe mwanzo wa upatanishi kujadili mazungumzo ya kufikia makubaliano mazuri ya usitishwaji vita? Tunakamilisha matangazo yetu jioni hii ya leo. Asante sana Najat Omar upande wa pili wa studio. Asante pia Bruce Samani na pia vile vile mwelekezi wetu Selina Mdemo. Mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema, weekend njema. Cheers. Asante sana Josephat Charo na Najit Omar, vile vile Bruce Samani, Selina na wote namna hii ambao watatu Karema kwenye kusoma habari, na wote ambao timu nzima ambao tumeshirikiana hapo hivi. Upande huu wa pili msikilizaji wa studio ni kwamba na kuelekeza kwenye kiziba mkonga kabla ya kuhitimisha matangazo yetu ya Afrika leo jioni. Katika kiziba mkonga cha sasa, kama vile ambavyo huwezi kumshawishi au kumlazimisha mtu aione thamani yako, vile vile huwezi kumshawishi mtu akuamini. Kama vile ambavyo huwezi kumshawishi au kumlazimisha mtu aione thamani yako, vile vile huwezi kumshawishi mtu akuamini. Kuaminiwa ni hisia, haionekani wala haishikiki, ila ni dhahiri. Unayetaka akuamini muonyeshe matendo yanayoamsha imani yake kwako, sio maneno matupu. Uaminifu ni kama ni mfano wa mshahara. Inabidi ufanyie kazi kuupata. Watu walio wengi wanalazimisha kuaminika ili hali hawataki kuwajibika ili waweze kuaminika. Ukifanya kwa vitendo kile unachokisema kwa maneno, ni bora sana.
Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.